Tuna utaratibu wa kuwafikia watu wenye mahitaji maalum na tupo kwenye kituo cha watoto yatima hapa Kigoma. Basi kwa bahati nzuri nimekutana na kijana amejitambulisha, anaitwa Majaliwa. Ana miaka 9. Na kwenye kituo hiki yeye anajinasibu kwamba yeye ni waziri mkuu. Nikasema hii ni busara kabisa, ukitupa nafasi mheshimiwa uongee naye kijana atimize ndoto zake za kuitwa Majaliwa na kuwa waziri mkuu. Na kuwa waziri mkuu. Jambo jema kabisa hilo Haya, msalimie mheshimiwa. Jambo, shikamo. Marhaba, jambo Si jambo. Sasa wewe Majaliwa waziri mkuu wa kituo hicho, Na mimi nitakuja Kigoma. Asante. Nikija Kigoma na kuja moja kwa moja mpaka Sanganyigwa. Asante sana. Nitakuletea na pia na zawadi. asante. Nimefurahi kukusikia. Nitafurahi pia nikikuona live. Asante. Waziri mkuu, tunakushukuru kwa kuacha shughuli zako na kupiga simu kwa ajili ya kuongea na mheshimiwa waziri mkuu mdogo aliyekuwa hapa Kigoma. Aliyekuwa hapa Kigoma. Huu ujio hapa asili yake ni Bwana Kassim Majaliwa, waziri mkuu wa kituo hiki. Ambaye nilipata nafasi ya kuzungumza naye kwa simu. Ilikuwaje nikapata simu na sauti yake? Timu yetu maarufu nchini, Da Young Africa, ilipokuja mkoani Kigoma kucheza na timu yenu ya Mashujaa, waliendeleza utamaduni wao wa kutembelea kwenye vituo vya watoto yatima, na rais wa Yanga Bwana Hersi alipokuja hapa akaambiwa kwenye watoto hawa kuna mmoja anaitwa Kassim Majaliwa, waziri mkuu, akiwa waziri mkuu wa kituo hiki. Akapenda sana kumuona na akamuona, na akathibitisha kwa kurudia kutamka hilo jina. Sasa Engineer Hersi anamjua Kassim Majaliwa mwingine waziri mkuu yuko huko Dodoma. Akafanya jitihada za kutuunganisha, na nikapata nafasi ya kuzungumza naye kwa simu. Alikiri kwamba yeye anajiita Kassim Majaliwa na anajulikana kwa Kassim Majaliwa, na hiyo ni kwa sababu ananifahamu mie kwa kuniona kwenye mitandao. Aliposema ananifahamu kwa kuniona kwenye mitandao, nikasema nitakapokuja siku yoyote Kigoma lazima nije kituo